Wale wasanii wa kipindi changu hakuna mtu ambaye hakupita mkononi kwa Sebo kwa namna moja ama nyingine, na alikuwa mtu outspoken sana. Yani kama jambo halitaki hawezi kupita vichochoroni kulifikisha kwa atalisema kama lilivyo, na wakati mwingine ilikuwa inampa matatizo. Watu walikuwa wanapata ukakasi kwa kauli zake, lakini baadaye ukagundua kwamba ndio ubora wake, quality yake kubwa ilikuwa kwenye huo usemaji, ukweli wake. Yes. Mheshimiwa, jinsi ambavyo umepata taarifa na jinsi ambavyo umefika hapa, umekutana na watu na hadi jinsi ambavyo umekuta, karibu tusikie neno lako. Ni vile vile anaonekana kuwa alikuwa mtu wa watu mno. Hii ni safari yetu wote. Kifo huwa kinatafuta sababu tu. Wewe fanya unavyotaka, lakini ipo siku tu kitakutana na wewe. Na yeye cha kwake kimefika, vya kwetu vinatusubiri. Ndio jambo moja la uhakika ambalo ukishazaliwa lazima utakutana nalo. Mengine yote yanajadilika, lakini hili la kifo ni lazima. Kwa hiyo cha kwake kimemkuta, na unaweza kuona idadi ya watu walioko hapa, aina ya watu aliokuwa anafanya nao kazi, aina ya marafiki aliokuwa nao. Watu wengi wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa faraja, kuwakimbilia wanafamilia, lakini na kuhakikisha wanampa mkono wa kwaheri wa heshima rafiki yetu, kaka yetu, ndugu yetu Sebo. Kwa hivyo hii inakuonyesha tu jambo moja, kwamba wakati unaishi uwe na uhakika kwamba ipo siku utakufa, na hizi ndio kumbukumbu ambazo unataka kuacha. Ukiondoka watu wawe bado umebaki mioyoni mwao. Sebo kwangu alinisema alikuwa baba, na hivi juzi nafikiri labda siku 13 zilizopita alinipokea vizuri sana. Nilialikwa EFM kwa ajili ya uzinduzi wa siku ya mwanamke, kuelekea siku ya mwanamke. Kwa hiyo palikuwa na uzinduzi wa zile harakati za siku za kuelekea siku ya mwanamke. Kwa hiyo alinipokea vizuri, tukaongea sana. Ile siku niliongea sana na Sebo na alinifurahia sana. Hatukuwahi kusema tangu nichaguliwe ubunge pamoja na kuteuliwa uwaziri. Kwa hiyo tulichukua muda wetu sana, akanipongeza sana. Wewe mwanangu ulikuwa unakuja juzi hapa na uniform na nini. Nimefurahia sana kwamba ninamjua mtu ambaye alikuwa mtoto, tumemjua, tumemkuza, leo amepata nafasi kubwa katika serikali. Ni jambo zuri la kujivunia. Tukaenda, tukafanya event, ilikuwa nzuri. Tena yeye ndo ananiambia, mheshimiwa, hebu tufanye tuondoke, katisha ratiba tuwahi. Mimi natakiwa niende South Africa usiku kama hivyo. Kwa hiyo niseme kwangu alikuwa baba, na alikuwa baba kwa watu wengi, alikuwa baba kwenye tasnia, alikuwa baba kwa hawa watangazaji na labda niseme na wanahabari kwa ujumla. Kwa hiyo hilo ndio la kusema, alikuwa ni baba. Unaweza kumtegemea ukiwa na jambo, baba vipi bwana, mimi na jambo hili na linakongamana, hebu naombeni mnisupport. Basi moja kwa moja anakupambania na kusupport. Hiyo hatakuwa na mipango hasa, lakini alisema atakuja kuniona ofisini ataporudi South Africa. Lakini mimi nikamwambia tumalize Ramadhani kwanza, after Ramadhani inshallah basi tuje tuseme. Kwa hiyo nilikuwa namsubiri tuje tuseme baada ya Ramadhani kuisha. Kufahamiana naye marehemu kipindi kile enza wai wake, nini kilikuwa kinawakutanisha hasa? Media, mimi nilikuwa mtangazaji. Na unakumbuka wakati unatangaza nini ambacho kilikuwa kizuri kinakuvutia kutoka kwa marehemu Sebo? Ukweli. Sebo ni very straight. Na hata juzi ananiambia unafanya sana vizuri, nikamwambia unaniambia ukweli. Wewe ukisema basi kweli, maana wewe ni very straight. Kama unaniambia unafanya vizuri, basi itakuwa na jitahidi kufanya vizuri. Na nikamshukuru sana kwa sababu Sebo ni mkweli, ni straight. Mheshimiwa Naibu Waziri, na tunafahamu kwamba sisi tuko kwenye tasnia hiyo. Nadhani vijana wa sasa hivi ambao wanachapikia kwenye tasnia ya habari, ni vitu gani haswa wavichukue kwa alipokuwa akifanya marehemu ambavyo vilikuwa vinamfanya kuwa maarufu na mtu mashuhuri na mwenye heshima kubwa kwenye taifa hili? Ukweli, nidhamu pamoja na maadili. Ukweli, nidhamu na maadili. Yaani lazima tujifunze kuwa wakweli, lazima tuwe wakweli, lazima tuwe na maadili. Tunapofanya hii tasnia ya habari tusitovuke, lazima tufanye kazi kwa maadili. Hilo ni muhimu sana, especially kwa hawa vijana wanaochipuka. Hilo ni swali zuri sana. Lazima tuzingatie maadili ya habari, lazima kabisa, na tuzingatie ukweli as much as nidhamu. Usipofanya kazi bila nidhamu hakuna sehemu utakwenda. Kwa hiyo hivyo vitatu muhimu, vijana wanaochipukia wanaweza kujifunza kutoka kwa Daniel Busulo maarufu kama Sebo. Nashukuru sana. Neno langu la mwisho kabisa kwa msiba huu mzito ambao umekumba tasnia ya habari. Tumefikwa, si kitu kidogo. Huyu ni mkongo kwenye habari, lakini naamini Mwenyezi Mungu atatupa shifa, atatupa nafuu, ili nalo tutapita, tuendelee kuchapa kazi.